Uko bwana? Aisee, safi. Habari za kwako pia? Kwema za uzima. Safi kabisa, bomba. Simba wametoka Uarabuni. Na wamepata kipigo. Kizito bao mbili kwa mtungi. Ni mlima mrefu. Wengine wakasema nchi imetulia. Ni mlima mrefu kwa Simba kwa unavyotazama? Kwanza nadhani kwa rekodi za haraka kwa Simba siwezi kuona kwamba ni mlima mrefu sana. Badala yake ninaweza kuona kama mlima wa challenge, kwa sababu miaka hivi karibuni tumewashuhudia wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa na rekodi kubwa sana barani Afrika CAF. Kiangalia katika michuano ya Afrika, klabu bingwa barani Afrika, Simba ilishawahi kufanya vizuri mara baada ya kufungwa ugenini na Oloya, lakini pia wakaja kwa Mkapa Dar es Salaam wakaiadhibu bao 7-0. Sasa bao 7-0 klabu bingwa ndio rekodi ya vipigo vikubwa sana. Nadhani kipigo kikubwa kimoja kuna klabu ilishinda goli 8, alafu ndio inakuja Simba ambayo imechusha kipigo cha goli 7 kwa Oroya ya Guinea. Kwa hiyo kufungwa goli 2 kwa mchezo ambao Simba walicheza, lakini pia walionekana wametawala kwa asilimia tuseme zaidi ya 60 mpaka 70 kwa ubora wao mkubwa. Bado mimi siwezi kuwatoa Simba kwenye mstari wa kuweza kupata kwenda hatua inayofuata, yani nusu finali, kwa sababu ukiangalia Al-Masry jinsi ambavyo wamecheza, kuanzia wachezaji wao ambao walikuwa wanawatumia kwa siku ile, ni dhahiri shairi kwamba wekundu wa Msimbazi Simba wamedhihirisha kwamba wana quality kubwa kuliko Al-Masry, ingawa mishahara pekee ya Al-Masry inawazidi wachezaji wa Simba, lakini pichi kucheza dakika 90 uwanjani kumeonyesha utofauti mkubwa kwamba Simba wamekuwa na mchezo mzuri zaidi kuliko Al-Masry. That's why tunaona kipindi cha kwanza, kama sio tu dakika 15 ile 10 ngapi kufungwa, maana yake Simba walikuwa wamedominate mchezo wote. Kipindi cha pili Simba wamedominate pia mchezo wote pamoja na kufungwa goli la pili, lakini Simba pia walinyimwa mkwaju wa penalty. Wote tumeshuhudia, tumeona kitu ambacho kimejitokeza. Sasa wengine wakalaumu wakasema Simba ilibidi iende kutetea haki, yani enforce muamuzi kwamba atumie pia VAR ili kuweza kujua kwamba ni bao, ni penalty au sio penalty, lakini Simba wakufanya hivyo. Lakini uhalisia ni kwamba kuna ripoti inabidi apelekewe kule ili kuweza kutolewa kwamba ni mkwaju wa penalty au vipi. Ndicho ambacho kimejitokeza hapo, na mwisho wa siku kuja na penalty. Lakini kupigwa bao 2 kimchezo sio bao nyingi sana, lakini ni bao ambazo zinaweza tukasema kwamba kweli ni bao za kutosha, kwa sababu kama umefungwa goli 2 kwa bila, alafu sasa unapokuja kwa Mkapa Dar es Salaam, ni wazi kwamba Simba kama Simba hatakiwi kuruhusu bao lolote. Maana yake anatakiwa kipindi cha kwanza na dakika 15 au amepata goli la kuongoza, alafu ndani ya dakika 15 zingine kuja dakika 30 mpaka 45 kipindi cha kwanza, basi angalau awe sasa amelevo aggregate ya wastani wa bao 2-2. Alafu kipindi cha pili sasa Simba anapokuja aje kutafuta bao moja la ushindi au bao 2 zingine. Kwenye mpira inawezekana, kwa sababu tukiwaangalia Simba jinsi wanavyocheza kwa sasa, kilichowakosesha ushindi kule nadhani tumezungumza ni selfish tu ya baadhi ya wachezaji wa Simba. Ukimwangalia Kibdenga kuna wakati anamuona kabisa Lionel Ateba yule pale, sehemu ya kumpasia pasi bado yeye anaamua kupiga na mguu wa kushoto, mpira unaenda nje. Lakini Jean Chazoa pia kipindi cha kwanza anapata nafasi nzuri, amewadaa beki safu ya ulinzi ya Al-Masry nafasi, wachezaji wawili wako mbele pale, yuko anaonekana Elim Panzu, lakini pia Lionel Ateba, wanamwambia tuwekee mpira tumalize mambo. Kip Dennis anambia tuko hapa, lakini Jean Chazoa bado amekuwa selfish, mwisho wa siku anashindwa kutoa pasi, mambo yanabadilika, anakuwa magumu. Kipindi cha pili pia unaona Kip Dennis na hivyo roho ya Elim Panzu imemuingia Kip Dennis, anakuwa mchoyo. That's why nikasema kwa Simba hii ambayo tumeiona, kama angepatikana mchezaji kama Clatous Chota Chama ambaye yeye mara nyingi anawaza kutoa assist zaidi ya kufunga, nadhani Simba ingekuwa na bao 3 mpaka 4. Kwa hiyo niseme kwa mchezo ambao wanakuja kucheza kwa Mkapa, Simba inaweza ikapata matokeo. Sasa hoja inakuja pale kwenye safu ya ushambuliaji, pengine amwanzishe mchezaji gani? Je, amwanzishe Lionel Ateba ama Steven Dese Mukwala? Kwa mtazamo wangu siwezi kumkataa sana Lionel Ateba, kwa sababu ni mchezaji professional player, amefanya makubwa Cameroon na maeneo tofauti. Lakini sasa linapokuja swala la maamuzi, naona kama Lionel Ateba kuna age, kuna umri kidogo, sio umri tuseme, uzito umeongezeka. Uzito unapoongezeka kuna maamuzi anashindwa kuyafanya. Angalia katika CRDB Federation Cup wamecheza na timu kadhaa zenye daraja la chini, maana yake sio daraja la katikati, daraja la chini, lakini Lionel Ateba bado ameshindwa kung'aa. Tunapokuja michuano ya kimataifa, kombe la shirikisho kama hii,
usitegemee sana itakuwa bora sana. Na nikwambie tu ndugu mtangazaji, kwa hili Lionel Ateba katika karia yake ya mpira tangu alipotoka mpaka sasa, kama vipi wasikilizaji watanisaidia ama kunikosoa kwa hilo, hajawahi kufunga goli 15 kwa msimu. Sasa unategemeaje kwamba aje kwenye ligi ya Simba hapa Tanzania, Yanga, Azam afunge goli 15 wakati hata alipotoka pia akijitahidi sana ni goli 9 mpaka 10. 10 yenyewe ni ni mapambano kweli anapata goli 10. Kwa nadhani Simba inamhitaji Steven Dese Mukwala, ambaye Mukwala ukiangalia alikuwa anacheza Sente Kotoko ya Ghana, kama mfahamu huyu Dese Mukwala. Alifunga goli 16 akiwa goli 16 alifunga kule Sente Kotoko ya Ghana. Lakini kabla ya huko pia tumkumbuke Steven Dese Mukwala alipokuwa Uganda alichukua kiatu cha dhahabu kule na kuongoza katika ufungaji, kwa mfungaji bora wa Uganda. Maana yake ni nini? Ni mchezaji ambaye kama atakuja kupewa nafasi akaanza dhidi ya Lionel Ateba, Simba inaweza ikatengeneza mashambulizi zaidi, lakini pia Simba inaweza ikapata wastani wa magoli zaidi. Ila sasa tunashindwa kumlaumu moja kwa moja Lionel Ateba kwa sababu ya ubinafsi wa baadhi ya wachezaji wa Simba ambao wameonekana kuwa binafsi sana. Na kama Fadlu hataongea na wachezaji wake, jazi la Simba litazama siku kwa Mkapa Dar es Salaam. Umepata nafasi ya kutoa pasi, toa pasi, kwa sababu kama utafanya hivyo maana yake utaipa advantage klabu yako kuweza kufanya nini? Kufanya vizuri. Sasa wewe umepata sehemu ya kutoa pasi, bado unao mpira. Lakini pia kocha azungumze pia na Elim Panzu. Amekuwa ni mchezaji mzuri, ana kila kitu. Ila tu mwambie bwana, lazima uhakikishe pasi zako za mwisho zinamfikia mlengwa, lakini pia kuna sehemu ya kuachia mpira. Elim Panzu bado anao mwingi. Nadhani hiyo angezungumza naye. Elim Panzu ni mchezaji mzuri, ana kasi. Kwanza amejaliwa kasi kuliko wachezaji wengine wote kwa sasa ninavyotazama. Maana yake ana mbio zaidi. Kwa hiyo kama zile mbio atazitumia vizuri, alafu atatoa assist kwa wakati, mpira atauachia kwa wakati, kwanza itamsaidia kiafya wapo uwanjani, asifanyiwe madhambi mengi ambayo yanajitokeza mara kwa mara. Kwa hiyo azungumze na Elim Panzu, azungumze na Jean Shazowa, azungumze na Kip Dennis Kipdenga, waache ubinafsi, wamlishe striker pamoja. Viungo ndio wanaweza kufunga, lakini kama wataamua kucheza na mastriker, maana yake Simba itafanya vizuri zaidi. Tutegemee Simba itapata matokeo kwa Mkapa Dar es Salaam kuanzia bao 3 mpaka 4. Baada ya hapo Simba imerejea na leo walikupo Dar es Salaam wakiendeleza Kispika Day. Mgeni rasmi umemsikia? Wamemwalika Mheshimiwa Wallace Karia. Je, ni sahihi? Rais wa TFF. Kwenye swala la mpira tunaweza kusema ni sahihi kwa sababu rais wa TFF ni kiongozi wa juu wa mpira wa Tanzania. Lakini kwa sasa mimi kwa mtazamo wangu tu binafsi, kwa hili vuguvugu ambalo limepita hapa na bado kesi ipo kasi, manake wasingemwalika Wallace Karia. Kwa nini? Kwa sababu tayari Simba inatuhumiwa, bodi ya ligi inatuhumiwa, TFF inatuhumiwa, watuhumiwa hawa wanatuhumiwa na Yanga Afrika ambaye inaelezwa wamepeleka kesi yake kule CAS, na moja kwa moja ndani ya siku 20 na ngapi hizi wao wametoa maelezo. Sasa kumwalika Wallace Karia, maana yake inaonekana vipi kwamba nyinyi klabu ya Simba na Wallace Karia pengine wana ukaribu zaidi kuliko Yanga na Wallace Karia. Nadhani ingetumika tu busara kwa sababu kesi ipo kule CAS. CAS ni kama mahakama ya mpira, si ndio? Maana yake sasa kama kesi iko mahakamani, hebu usiprovoke vitu vingine. Mfano mzuri tunaona hapo pia Paul Chacha ambaye ni mkuu wa mkoa wa Tabora, ambaye juzi kulikuwa na sintofahamu yake kati yake yeye na msemaji wa klabu ya Yanga ndugu yetu Ali Kamwe, Shaban Kamwe. Na mwisho wa siku kauli ambayo ameitoa bosi mkuu, manake ndio bosi mkuu wa Tabora, tuseme ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya Tabora, imemtia matatizoni kijana wetu Ali Kamwe. Ameshindwa kuwa na kifua, ameshindwa kuwa na subira, ameshindwa kutambua kofia ya mkuu wa mkoa ikoje, imekaaje, ule uteuzi wa mheshimiwa rais ambaye amemwamini mkuu wa mkoa kumweka pale. Maana yake mwisho wa siku kauli ile ambayo ameitoa, yeye ameitoa kimpira, lakini mwisho wa siku Ali Kamwe naye ameingia katika mtego wa mkuu wa mkoa, na mwisho wa siku sasa ameingia kolokoloni na ameachiwa rasmi hapo jana kwa dhamana. Kwa hiyo atafuatilia tena kesi yake hiyo ili kuweza kujua vipi akiripoti kule kituo cha polisi. Kwa hiyo nadhani isingekuwa jambo zuri sana kumwalika, hususani kwa mkuu wa mkoa. Ninaweza kusema labda inaweza ikawa ni kuendelea kuchagiza ule utani zaidi, kwa sababu mpira wetu wa Tanzania mwanzako anapokuwa amepungua baadhi ya mambo kidogo ama anashambuliwa kidogo unafurahia.
Kwa hiyo hata hili swala la Ally Kamwe kushikiliwa na jeshi la polisi juzi, baadhi ya mashabiki wa Simba walikuwa wana slide vyumbani, wana slide vioni, wana slide popote pale. Wanaona yes of course, why not? Endeleeni kumshikilia. Lakini likija swala la kimpira, unapomwalika rais wa TFF Wallace Karia, alafu kesi ipo kasi, huyu ndio mgeni maalum kwa huo mchezo. Maana yake ni kwamba kama unadharau kile ambacho kimetolewa na wapinzani wenu wakuu, Young Africa, kesi kuipeleka kule. Kwa hiyo unazidi kuwatia machungu wao. Na pengine huu muda ndio muda ambao si wa kuendelea kutiana machungu, ni muda ambao kukaa chini kumaliza. Lakini nadhani Simba walichokifanya, kwa sababu hilo jambo sasa sio la busara tena, badala yake ni jambo ambalo linapeke. Simba wamesema kama mbwai na iwe mbwai, kwa sababu nyinyi mmeshatushtaki, basi acha twende tu tumuite Wallace Karia. Kwa hiyo nadhani pia inazidi kunogesha mpira wetu wa Tanzania, na huu ndio mpira wetu wa kivyetu. Kwa sasa tusubiri tuone Wallace Karia mgeni rasmi, lakini nadhani kwa mechi hiyo, ndugu mtangazaji, naiona Simba ikifanya vizuri sana dhidi ya Al Masry ya Misri. Shukrani sana. Asante sana.